Yesu yuko hapa mahali kumhudumia kila mmoja wetu, na Yesu yupo kudhihirisha utukufu wa jina lake. Haleluya, amen. Tutakwenda kusikia ujumbe wa neno la Mungu, kichwa cha somo kinachosema jue Mungu wa kweli ndani ya kuamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Jue Mungu wa kweli ndani ya kuamini kuwa Yesu Kristo ni Bwana, lakini bado uzinzi bado hawajauacha. Na asili ya Mungu huyo ambaye ndiye Mungu mkuu ni utakatifu. Amen. Sikiliza, watu wengi wanasema wanamwabudu Mungu mmoja, lakini bado mioyoni mwao mna matukano, mioyoni mwao bado mna uasherati, mioyoni mwao bado mmejaa tamaa na uzinzi. Watu kama hawa Mungu anawatambua. Mtumishi wa Mungu, nisomee hiyo Mathayo sura ya 15 mstari wa 8 na wa 9. Kitabu cha Mathayo mtakatifu, amen, sura ya 15, amen, mstari wa 8 mpaka wa 9. Amen. Nayo Biblia inasema, watu hao uniheshimu kwa midomo. Yaani kama endapo unaingia ibadani, unafanya ibada, unasema unamwabudu Mungu wa kweli, lakini moyoni mwako bado unafanya uzinzi. Yaani ninapozungumzia uzinzi ni kwamba una wanawake zaidi ya mmoja. Kia Mungu wa kweli ndani ya kuamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako anaposema, anasemaje? Ila mioyo yao iko mbali nami. Watu hawa huniheshimu kwa midomo, lakini mioyo yao iko mbali nami. Nao wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Haleluya, amen. Unayesikia sauti hii, endelea kujitathmini. Yamkini una bidii sana ya kuingia kumfanyia Mungu ibada, lakini bado moyoni mwako umejaa matukano, moyoni mwako bado umejaa uzinzi. Ninaposema uzinzi, una wanawake zaidi ya mmoja. Sikia sauti hii. Umejaa uasherati, umejaa shuhuda za uongo. Mungu anasema watu hao uniheshimu kwa midomo, lakini mioyo iko mbali nami. Naye anasema watu kama hao kwake anaona kwamba wanamwabudu na wanafundishana maagizo yaliyo ya wanadamu na wala sio maagizo ya Mungu. Haleluya, amen. Wapo watu wengine wa namna hii, wako hapa duniani, wako ndani ya nyamisati. Yesu ametuleta ili tuseme hiyo kweli ya ibadani. Wana bidii ya kuingia sema tunamwabudu Mungu wa kweli, lakini kwa siri wameanguka kusopa 666 ili waweze kuuza vizuri, ili waweze kusomea Ufunuo Yohana sura ya 13 mstari wa 11 hadi wa 17. Kitabu cha Yohana mtakatifu, sura ya 13 mstari wa 11, Biblia inasema, amen. Kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka nchi, naye alikuwa na pembe mbili, mfano wa mwana kondoo. Manake huyu mnyama Shetani anatumia mnyama. Yesu alipokuja duniani alinyang'anya uwezo wote wa Shetani wa kuwatendesha watu dhambi, lakini naye Shetani sasa ameinua mnyama. Bwana Yesu asifiwe sana, amen. Ameinua mnyama. Utaelewa huyu mnyama ni wa namna gani huko mbele. Endelea kusoma mtumishi. Alikuwa na pembe mbili mfano wa mwana kondoo. Yaani yupo mfano wa Mungu, akanena kama joka. Naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza. Naye aifanya dunia na wote wakaao juu ya nchi.
nchi wamsujudie mnyama wa kwanza mauti ambaye jina lake la mauti nilipona. Amen. Usome mstari, soma 17, 16. Biblia inasema amen, naye wafanya wote wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mikono wao, au katika vipaji vya nyuso zao, asiweze kununua wala kuuza, isipokuwa anachapa ile, yaani jina la mnyama yule, au hesabu ya jina lake. Hapo ndipo penye hekima, yeye aliye na akili, na ahesabiwe hesabu ya mnyama huyo, maana ni hesabu ya kibinadamu, na hesabu yake ni 666. Na hesabu yake ni 666. Huyu mnyama atafikia wakati sanamu ya huyu mnyama itazihirishwa. Yaani kila mmoja atalazimika asiyemwamini Yesu. Kwa sasa hivi wanaabudu kisirisiri, wanaanguka kusujudia sanamu ya mnyama huyu ambaye hiyo chapa ni 666. Wanaanguka kusujudu ili waweze kuuza vizuri, ili waweze kununua vizuri. Watu kama hawa Mungu anawatambuaje? Nisome kitabu cha Yohana. Na wanapitia kuingia ibadani, wanapitia kufanya ibada, wamejiwekea utajiri. Siri ya utajiri wao ni kuabudu sanamu ya huyu mnyama. Wamevaa ilizi, wamevaa mapete ili waweze kuuza vizuri. Nataka nikwambie haya mambo Mungu anayaona. Usiseme umefichana, anakuangalia mwanadamu wenye misati. Mstari wa 40. Amen. Biblia inasema amen, amewapofusha macho, ameifanya mizito mioyo yao, wakafahamu kwa mioyo yao, wakaongoka nikawaponya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Naona kila mtu amesikia ujumbe kwamba wako watu ambao wanapitia kufanya ibada, wakisema wanamfanyia Mungu habari ibada, lakini kwa siri mali zao wameanguka kusujudia chapa sanamu ya mnyama, chapa 666, ili wakuuza vizuri, ili waweze kununua vizuri. Watu kama hao Mungu anasema kwamba wamepofushwa macho, mioyo imewekwa kuwa mizito, wasije waponywa. Jichunguze, jifikirie. Kuna viapo umeingia, agano umeingia. Kuna wakati mwingine ukionekana mbele ya wanadamu wenzako, unaonekana ni tajiri maarufu sana, lakini siri ya utajiri wako unaujua. Wengine umeambiwa utoe kafara mwanao, lakini ukiona wanadamu wenzako unaonekana ni tajiri. Haleluya. Unayasema yale yaliyopo sirini, ikiwa Roho Mtakatifu ameyaona. Haleluya. Amen. Nataka nikwambie, umepotea, ambaye ni shetani amekupofusha. Haleluya. Amen. Unapitia kufanya ibada, lakini una wanawake zaidi ya mmoja, jambo ambalo Mungu alitaki. Unawafundisha wanadamu, anaona katika kitabu cha Mathayo 23, ama ole wenu mnaozuia wengine kuingia mbinguni, ni viongozi vipofu mnaofisha. Anawaonya ole wenu. Soma katika kitabu kile cha Mathayo, Kitabu cha Mathayo 19, sura ya 15 na ule mstari wa 19. Amen. Nayo Biblia inasema amen, kwa maana moyoni hutoka mawazo mabaya, uuaji,
uaji, uzinzi, uasherati, wivu, ushuhuda wa uongo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukianzia kusoma pale mwanzoni, tunaona wanafunzi wa Yesu wanamuuliza Yesu kwamba kwa nini Yesu wanafunzi wako hawanawi mikono? Yaani maana kwamba hawajitawazi, hawanawi viwiko vya mikono, maana kwamba watawazi miguu wanapokula. Yesu akawaambia watu hao, ukiendelea kusoma mstari wa 9 anasema watu hao, hebu soma kwanza tusiende kichwa. Watu hawa uniheshimu kwa midomo. Soma anza mstari wa kwanza. Kitabu cha Mathayo sura ya 15 kuanzia ule mstari wa kwanza, Biblia inasema, Amen. Ndipo Mafarisayo na waandishi kutoka Yerusalemu Yesu akisema, walipomwendea Yesu wakisema, mbona wanafunzi wako hawayahalifu mapokeo ya wazee? Huyahalifu mapokeo ya wazee, kwa maana hawanawi viwiko vya mikono walapo chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanafunzi hawa Mafarisayo na waandishi wanamuuliza Yesu, mbona wanafunzi wako hawanawi mikono, hawanawi viwiko vya mikono? Yes. Yamkini wapo hapa. Wapo katika maeneo yenye misati, ndio maana Yesu katutupa kabisa. Yamkini unajiuliza, mbona watu wanasakini hawanawi mikono lakini hawajitawasi? Unajiuliza Yesu anawajibuje? Akajibu akawaambia, mbona ninyi nanyi huihalifu amri ya Mungu kwa ajili ya mapokeo yenu? Huihalifu mapokeo yao, wamepokea vibaya neno la kweli. Yes. Sikia, mimi Agnesi natawaza miguu yangu, natawaza mikono yangu. Hili ni neno la Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio mimi, ni kweli ya Kristo. Yesu anaulizwa, mbona wanafunzi wako hawanawi viwiko vya mikono kabla ya kula? Yesu anawaambia, ndio, na nyinyi mnayaharibu maandiko kwa mapokeo yenu. Mmepokea vibaya neno la Mungu, mnafundisha mafundisho yaliyo wanadamu. Hebu soma hapo mstari wa 9 hapo anasema. Mstari wa 8 anasema, watu hao uniheshimu kwa midomo. Walipomuuliza Yesu, kwa nini wanafunzi wako hawanawi viwiko vya mikono? Yesu akawaambia, watu hao uniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Mstari wa 9, nao waniabudu bure. Nao wakifundisha mafundisho. Soma mstari wa 19. Mstari wa 19, kwa maana moyoni hutoka mawazo mabaya. Moyoni mwao yanatoka mawazo mabaya, uaji. Ndani ya mioyo yao wana roho ya mauaji, uzinzi, yani wanamiliki wanawake zaidi ya mmoja, uasherati, yani wanafanya tendo la ndoa kabla ya kuoana, wivu, uongo, wanazo shuhuda za uongo na matukano. Midomo yao imejaa matukano. Yesu anawaonya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hili ni neno la Kristo. Yes. Sio mimi, kwamba hata waliokuwa nao viwiko walikuwepo tangu zamani. Ndio maana hata leo tupo wanafunzi wa Yesu, tunataka tuambie kwamba ukimkubali Yesu unapokea nguvu. Amen. Hiyo nguvu inakuwezesha wewe kumpendeza Mungu wa kweli. Amen. Na sio kumpendeza Mungu wa kweli tu, unapata nguvu ya kushinda uzinzi, unapata nguvu ya kushinda washarati, unapata nguvu ya kushinda matukano. Haleluya. Mwamini Yesu. Mwamini Yesu. Hii ndio kweli ya Kristo Yesu. Ukimwamini Yesu, mwanadamu ndiye katika uso wa nchi, uliye ndani ya nyamisati, utaoa wanawake zaidi ya mmoja. Maana ukimwamini Yesu unapewa nguvu, hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu, hiyo nguvu ambayo iliingia kuzimu ikanyang'anya uwezo wa shetani wa kuwatendesha watu dhambi. Wanadamu, sikia, Yesu Kristo ana ile nguvu. Haleluya. Nasema namwabudu Mungu
Sasa huyu Mungu, mimi ni mtu wa mataifa tu, na hizi hata sheria za Musa asinge. Wewe ambaye ni mtu wa mataifa tu, ukuwa hata Israeli, wewe umeshikilia sheria. Nataka nikwambie kweli ni Yesu Kristo. Ukimwamini Yesu unapokea nguvu ya Roho Mtakatifu, na huyo Roho Mtakatifu anakuwezesha kushinda ulimwengu. Na si kushinda tu, utafurahia maisha ya dunia, utalisi mali za nzuri, hautaenda kuanguka kusujudia mnyama, sanamu ya mnyama chapa 666. Utamjua Mungu wa kweli ni yupo wa kuabudiwa. Amen. Rapoko shekete. Mwanadamu sikia, yamkini unaabudu tu, lakini unaabudu Mungu siyemjua. Nataka nikwambie, mimi sijalisishwa wokovu, sijalisishwa. Nimetoka kwa wachawi, yani wachawi pepe. Neema ya Kristo Yesu imeniokoa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Namisati kwa Yesu. Namisati kwa Yesu. Mwamini Yesu, umjue Mungu wa kweli. Umezaliwa tu unakuta unalisishwa kwamba hii ndio dini ambayo iliwekwa na baba zetu tuifuate hii. Umejaa ukatili ndani ya moyo wako, umejaa roho ya mauaji. Asili ya Mungu wetu ndani ya Kristo Yesu, ana huruma, ana upendo, anasamehe dhambi. Haijalishi umekosea namna gani, anasamehe dhambi, ana roho ya kisasi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu anawapenda watu wenye misati. Ile kweli itanenwa, ile kweli ya Kristo itanenwa, kwamba njia sahihi ni kumwamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ndipo utakaposhinda uzinzi, ndipo utakaposhinda uasherati, ndipo utakaposhinda matukano, ndipo utakaposhinda uchawi. Ndipo kumwamini Yesu. Utakuwa unaingia ibadani, unaanguka na kusujudu, lakini Mungu anakucheka tu. Anasema hivi, siri ya Mungu wa kweli ndani ya Kristo Yesu. Ukimwamini utategemea waganga, utategemea na dawa ya kienyeji, maana yeye ndiye dawa, maana yeye ndiye upendo, maana yeye ndiye amani. Haleluya. Yesu anawapenda. Anawataka watu wenye misati, sio kushikilia tu dini na kwa kusudi, na hilo kusudi ndio ili kwamba ile kweli inenwe. Yesu anawataka watu wenye misati. Tubu dhambi zako na misati, geuka mwamini Yesu, atakubadilisha, utakuwa kiumbe kipya, utafanyika kwa mtoto wa Mungu. Hapo ulipo we bado ni mtu wa Mungu, bado hujawa mtoto wa Mungu. Ukimwamini Yesu unafanyika kuwa mtoto wa Mungu, maana nasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu, na hao ndio waliaminio jina lake. Ukimwamini Yesu, nakwambia ukimwamini Yesu, yani mimi ngoja nikupe ushuhuda kwanza. Nilikuwa nasali, lakini bole mladi nasali. Hata wewe mwanakazi wewe unayenisikia, nilikuwa na abudu, lakini bole mladi na abudu. Wachawi wananitesa na wata ndoto mbaya. Kila wakati nikikaa peke yangu nawaza kufa. Najiuliza nitakufa lini? Hata jua linapozama naogopa, maana wachawi walikuwa wameweka kituo kwangu. Nikilala tu nachukuliwa. Mimi kazi yangu yani nikilala tu naona majini, kumbe tayari walikuwa wameshapanga kutoa kafara.
Sikia, unayemwona hapa mbele yako alikuwa tayari yupo kwenye ratiba ya kutolewa kafara. Kanisani naenda, kuna mbinu shetani anazitumia. Unaweza ukaenda ibadani unapiga usingizi, elewi neno limehubiriwa, unakuta tu mchungaji anasema simama, twende nyumbani, naomba anaenda nyumbani. Hujaelewa chochote ulichojifunza, kumbe unaendeshwa pasipo wewe kujua. Wachawi walinitasa, mapepo yalinitasa, yalinionaa nikilala usiku na ndoto mbaya, sina raha. Jua linapozama, hofu inaingia kwamba wale wanaokujaga hivi hata leo watakuja. Ikafikia wakati, jamani, neema ya Yesu ni nzuri. Njoo. Bwana Yesu asifiwe. Ikafikia wakati kakangu alikuwa anasema wewe twende kusali huko. Mimi nimesema mimi nitakuwa nasali hapa. Nimeshikilia dini na mateso nazidi kupata. Jamani, magonjwa yaniachi, shida ziniachi, na nimeshikilia dini. Yamkini na wewe unanisikia, ukilala usiku mandoto mabaya unayapata. Sio hivyo tu, shida nyumbani mwako hazitoki, umasikini umekufukia na umeshikilia dini. Kama kwenda kanisani unaenda, kama kwenda kwenye nyumba za ibada unaenda, lakini bado mateso hayakuachi. Nikaamua kusimama sasa imara. Nikamwambia shetani, sitaki mchezo. Nataka nimtumikie Yesu. Kama Yesu yupo anayeponya wengine, basi na mimi ataniponya. Nilipoamua Bwana atanipa nguvu. Wachawi walikuwa wakinitafuta, alikuwa akisimama, yani mimi naomba tu afunalala, ananichukua anga, yani nasimama tu angani hivi, kichwa kinapiga, miguu inapiga, mikono inapiga, yani amenisimamisha, yani amenibeba, ananipigania. Wachawi hawanitesi tena, wachawi hawanitesi tena. Inaongani mpaka leo. Maombi yangu nikiomba huwa yanajibiwa, na sio kujibiwa tu, yanatokea matokeo dhahiri, yanaonekana. Siku moja nikaomba, nilikuwa nje na kijijini kwetu, nikaomba, kuna vita nilikuwa nikipitia, nikasema Mungu jitwalie utukufu wako. Nikaomba, kesho yake niliomba, kesho yake napigiwa simu, alo, kuna mtu huko alitaka aende na ungo wake, amerudishwa. Aliporudishwa ametafuta njia hizi, aende kwa mganga au aende kwa mchungaji. Nikasema okay, utukufu kwa Bwana. Ukimwamini Yesu, mateso yanakomeshwa, magonjwa yanakomeshwa, uchawi unakomeshwa, hakupati tena, mapambazi kupati tena. Yeye anakupigania, anakuwa msimamizi wako kwenye maisha yako ya duniani, anakupa nguvu ya Roho Mtakatifu. Na ukimpokea huyo Roho Mtakatifu sasa, huyo Roho Mtakatifu anakupa nguvu ya kuishi maisha matakatifu hapa duniani. Unaanza kufurahia wokovu ukiwa duniani. Wachawi hawakupati, magonjwa hawakupati, mateso hayakupati. Ukilala unalala kwa amani, maana Yesu Kristo umemkaribisha moyoni mwako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mwana Nyamisati, njoo kwa Yesu. Amen. Wakati ndio huu. Yes. Wakati ndio huu. Yes. Nakwambia liko kusudi. Amen. Liko kusudi ameliweka.
Na sio hivyo tu, kumwamini huyu Yesu sio hivyo tu, kupokea hiyo nguvu tu. Yaani kupokea hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu, kwanza unamiliki mali za dunia kwa uhalali. Hautahangaika kutafuta ilizi, hautahangaika kutafuta waganga wa kienyeji, maana yeye ndiye anayekuongoza, anakufundisha. Anasema kwa sauti ya upole, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Enyi wenye kulemewa na mizigo ya magonjwa, enyi wenye kulemewa na mizigo ya uchawi, enyi wenye kulemewa na mizigo ya uzinzi, Yesu anawaita jioni ya leo na Nyamisati kwa sauti ya upole kabisa. Atawapumzisha, atawapumzisha hiyo mizigo ya uchawi, atawapumzisha. Utabadilishwa, utakuwa kiumbe kipya, hautaitwa tena mtumwa wa dhambi. Haleluya. Amen. Kitu ambacho wanadamu hatuelewi, nataka nikufunue ufahamu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka nikupe hapa scenario fulani ndogo. Huyu shetani ana utawala mdogo sana duniani. Utawala wake shetani duniani ni mdogo sana. Kwa hiyo yeye kwanza alikuwa ni Lucifer kule mbinguni, akamwasi Mungu, akashushwa duniani. Alishindana na malaika kule mbinguni, malaika Mikaeli akamshinda, akashushwa duniani. Aliposhushwa duniani, Isaya anatabiri, anasema katika kitabu cha Isaya 60 mstari wa 2, tazama giza litafunika dunia na giza kuu litafunika kabila za watu. Aliposhuka huku duniani, alifunika makabila, akafunika dunia nzima. Sikia, anaendelea. Nataka upate picha. Alipotanda duniani, akaanza kuwatendesha watu dhambi. Tunaona alianza kutendesha dhambi Hawa na Adamu, akaendelea kuwatendesha watu dhambi, akaendelea na giza lake ameifunika dunia. Lakini huyu Mungu wa kweli hakuacha kujidhihirisha. Aliendelea kujidhihirisha kwa Kaini, akaendelea kujidhihirisha kwa Nuhu, akaendelea kujidhihirisha kizazi na hata kizazi. Mungu aliendelea kujidhihirisha, na shetani huku akiwa anaendelea kutenda kazi yake. Haleluya. Amen. Sikia, inaendelea historia kadri Roho Mtakatifu ambavyo ameniambia. Akaendelea kuwatendesha watu dhambi. Mungu anajifunua kwa kina Nuhu, Mungu anajifunua kwa kina Musa, Mungu anajifunua kwa kina Ibrahimu, Mungu anajifunua kwa kina, huku maovu yakiwa bado yanaendelea kutendeka kwa wanadamu, lakini Mungu huku akiendelea kujidhihirisha. Kama mnaelewa kwamba Mungu na shetani wanafanya kampeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wakati anaendelea hivyo kuwatendesha watu dhambi, Mungu anaendelea kujifunua kwa manabii mbalimbali. Lakini hao manabii waliokuwa wanakuja walikuwa waokoe wanadamu ulimwengu mzima, bali tunaona Mungu alijidhihirisha kwa sehemu kubwa kule Israeli. Watu wa mataifa, mtu wa kabila na lugha kama mimi, ulikuwa unaabudu mizimu ya mababu na mabibi, ulikuwa unaabudu miungu. Wakati Mungu anaendelea kujifunua kwenye makabila mengine wa Israeli, Mungu hakuacha kujidhihirisha. Maovu bado yakawa yanaendelea. Mungu sasa akasema, hapa inabidi nishuke mwenyewe.
huyo shetani anajua ya kwamba Mungu ana wivu, analitupenda sisi. Bwana Yesu asifiwe. Huyo shetani amefukuzwa huku mbinguni, ametupwa duniani. Alipotupwa huku duniani, hebu tusome hiyo Ufunuo Yohana sura ya 9 kwanza, ili ujue kweli shetani alitupwa au, maana unaweza kusema alitupwa, mbona hatuoni mahali alitupwa? Soma Ufunuo Yohana, kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 9. Sura ya 9 mstari wa, anaposema kulikuwa na vita mbinguni. Kitabu cha Ufunuo sura ya 12 na kuanzia mstari ule wa 7. Biblia inasema kulikuwa na vita mbinguni. Kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake ambaye ndiye Yesu wakapigana na yule joka. Wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao. Akapigana nao pamoja na malaika zake. Pamoja na, yani shetani na malaika zake. Na Mikaeli ambaye ndiye Yesu. Nao hawakushinda. Hawakushinda. Kule mbinguni huyu shetani na malaika zake hawakushinda. Wala mahali pao hapakuonekana tena. Kule mbinguni hapakuonekana tena. Yule joka akatupwa. Yule joka mkubwa. Yule joka mkubwa ambaye ni shetani. Nyoka wa zamani. Aitwaye Ibilisi na Shetani. Aitwaye Ibilisi na Shetani. Audanganyaye ulimwengu wote. Audanganyaye ulimwengu wote. Akatupwa hata nchi. Akatupwa hata nchi. Na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Zake wote ambao kuna wengine duniani hapa wanasema kuna malaika wazuri na malaika wabaya. Sikia Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema. Sauti kuu mbinguni ikisema. Sasa kumekuwa wokovu. Sasa kumekuwa wokovu. Shetani ana nafasi kule mbinguni. Ana nafasi tu hapa duniani. Sasa nini anachokifanya? Na nguvu. Na nguvu. Na ufalme wa Mungu wetu. Kumekuwa wokovu kule mbinguni. Na ufalme wa Mungu wetu. Na malaika. Na nguvu. Na malaika. Na mamlaka ya Kristo. Na mamlaka ya Kristo ambaye ndiye Yesu. Ambaye ndiye simba kabila wa Yuda. Amen. Endelea mpaka mstari ule. Kwa maana ametupwa chini mshitaki wa ndugu zetu. Ametupwa chini mshitaki wa ndugu zetu. Awashitakie mbele za Mungu wetu. Awashitakie mbele za Mungu wetu. Soma mstari wa 12. Mstari wa 12 Biblia inasema, kwa hiyo shangilieni. Shangilieni enyi mbingu. Enyi mbingu. Nanyi mkao humo. Nanyi, yani kule mbinguni shetani huyo anayewatesa wanadamu huku duniani, kule mbinguni hana nafasi tena. Amen. Kwa kuwa hana nafasi, anatupwa hapa duniani. Sikia, kule mbinguni wanashangilia, hapa duniani sasa tunapewa ole. Ole wa nchi na bahari. Ole wa nchi na bahari. Ole wa nyamisati mnaosikia neno hili. Kwa maana yule Ibilisi ameshuka katika dunia hii, mwenye ghadhabu nyingi. Mwenye ghadhabu, yani ana hasira nyingi na adhabu nyingi. Akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimekwambia scenario kwamba shetani ana wakati mchache wa kutawala duniani. Kule mbinguni hana nafasi. Kwa kuwa ana wakati mdogo wa kutawala duniani, anachokifanya anakamata akili za wanadamu. Anajua Mungu anatumia nafsi za wanadamu. Yes. Wanadamu hao walioumbwa duniani kwamba wakishaumbwa hivi duniani, wakizaliwa wamrudie Mungu. Yes. Lakini yeye anachosema hapana. Sitaki yani shetani anachosubiri yeye ni kukamatwa na kutupwa katika jehanamu iwakala moto na kiberiti. Anachokifanya ni kwamba anakamata fahamu za wanadamu. Ndio maana ukisoma katika kitabu cha Mathayo cha Yohana anasema amewapofusha macho, ameweka mioyo mizito ili wasije wakaamini. Amekamata ufahamu wa wanadamu. Amekamata ufahamu, anaelekeza kwenye vitu vya dunia vinavyoonekana. Yani fahamu za wanadamu zimekamatwa na huyu shetani ambaye kule mbinguni hana nafasi. Amekamata ufahamu, anaelekeza kwenye mali hizi za dunia. Ndio maana Yesu anasema hivi. Soma katika kitabu kile. Anasema mtu atafaidi nini akipata milki yote ya dunia akaukosa. Hebu soma Mathayo 8:35 hadi 38.
Soma pale. Kitabu cha Mathayo sura ya 8 mstari wa 35. Nayo Biblia inasema 34 35 hasa. Kitabu cha Mathayo ni Marko. Kitabu cha Marko sura ya 8. Amen. Kuanzia mstari wa 35. Sikia, hii sinayo bado inaendelea. Biblia inasema kwa kuwa mtu atakaye kuiponya nafsi yake, ataiangamiza. Yani atamwamini Yesu. Yani atakaye kuiponya nafsi yake, anayehangaika kwenda kwa waganga, anayehangaika kutafuta utajiri ili aonekane machoni pa wanadamu yeye ni fahari, anasema huyo mtu nafsi yake lazima itaangamia tu. Na mtu atakayeiangamiza nafsi yake kwa ajili ya Injili, kwa ajili yangu, yani atakayeangamiza nafsi yake kwa ajili ya Kristo Yesu, atakayeamini, atakayemkiri Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, anasemaje? Na kwa ajili ya Injili, huyo ataisalimia. Anaelekeza kwenye kutamani kumiliki kagari kazuri kwa kuabudu miungu ya dunia hii. Haleluya. Amen. Akiukamata ufahamu wako, anaelekeza kwenye vitu vya dunia. Akishaelekeza kwenye vitu vya dunia, yeye anachotaka ni nafsi. Nafsi anaipana. Akishaipana, utaelekeza, yani kama wewe ni binti, anaweza kukamata hata umbile ulilonalo. Akili yako yote naikamata, alafu anaielekeza hapa kwenye umbile lako ulilonalo. Muda mwingi utakuwa unafikiria ni design vipi, nionekane vipi, kwa lengo la kutimiza yale mapenzi ya shetani. Akishakuelekeza hapo, anaweza kukamata ufahamu wako. Unaanza kujiuliza, nionekane vipi machoni pa wanadamu? Unaingia kwenye tamaa, unaanza kutafuta upate kagari kazuri kwa kuabudu sanamu. Sikia. Uwezo shetani alikuwa nao. Sasa hivi nasema huyu uwezo shetani alikuwa nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kisha kukamata, anakuwa na kuelekeza umtafakari Mungu wa kweli. Wakiongea Injili ya usikii, unasema nina kachupa, nina mali, sihitaji kitu. Yesu anawaonya watu kama hao katika Ufunuo Yohana 3:17. Anasema ole wako wewe tajiri, unasema nina kachumba, nina utajiri mwingi, nina chakula, nina nini, nina mali za kutosha, sihitaji kitu. Anasema uende kwake upate dhahabu iliyo safi, usafishwe, maana uko uchi. Bwana Yesu asifiwe. Scenario yangu inaendelea kwa kumalizia. Tunaona hapo sasa, baada ya kuwa hivyo anaendesha ulimwengu, Yesu akaamua shuke mwenyewe, akaja akanyang'anya uwezo huo wote. Yesu anasema mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Shetani naye ni giza, anasema inakuaje? Kule mbinguni nimefukuzwa, nimekuja duniani, na duniani nako wananitaka. Hapana, lazima nimpige Yesu, lazima nifanye nini? Tunaona Yesu anasema na hii damu inayomwagika ni kwa ajili ya wanadamu wote, kwa ondoleo la dhambi. Yesu anaingia katika kuzimu, ananyang'anya ufunguo wa kuzimu na mauti, ananyang'anya uwezo wa shetani kukamata fahamu za wanadamu. Alafu anawaita wote, njooni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka, mliofungwa na ufahamu, mliofungwa ambao hamwamini. Yesu anawapa ufahamu. Haleluya. Amen. Kwa sauti ya upole kabisa, Yesu amejaa maarifa. Aliingia kuzimu, akanyang'anya uwezo wote wa shetani wa kuwatendesha watu dhambi. Alinyang'anya uwezo wote wa yule mwovu kuzimu wa kuwatendesha watu dhambi. Ukimwamini yeye
unapata maarifa ya kimungu, unamjua Mungu wa kweli, unamwabudu yeye. Mahali popote unaposikia sauti, Yesu anakuita kwa sauti ya upole sana. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao, mnaosumbuka na magonjwa, mnaosumbuka na uchawi, mnaosumbuka na mateso. Kwa sauti ya upole Yesu anawaita. Msije mkasema siku ile hatukuisikia sauti. Yesu anawaita kwa sauti ya upole. Liko kusudi, anakuita mwanadamu, njoo kwa Yesu. Mahali popote unapoisikia sauti hii, watu wote simameni, simameni. Yuko Yesu mahali hapa, anasema, namwambia Yohana, nalikuwa nimekufa na sasa ni hai, nami ninao ufunguo wa kuzimu na wa mauti. Karibuni watumishi wa Mungu. Yesu yuko hapa mahali kuwahudumia watu. Yamkini upo umeshikilia dini, lakini bado mateso unayapata. Ukimwamini huyu Yesu unapata maarifa ya kweli, utamjua Mungu wa kweli, na hayo mateso yanayokutesa yatakomeshwa. Mahali popote ulipo, mahali popote ulipo, unaisikia sauti hii. Yesu ni mlango wa kondoo. Anasema Yesu, kondoo wengine ninao, lakini hapo katika zizi hili imenipasa kuwaleta kwa sauti yangu, na sauti yenyewe ndio hii: njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Unaota mandoto mabaya, unasumbuka na magonjwa, Yesu yuko hapa leo. Ukimwamini tu, anabadilisha maisha yako.